Amani ya Kongo haitatoka pengine pote pale. Amani ya Kongo itatoka kwenye wakongomani wenyewe ndani ya nchi yao ya Kongo, ikiwa wale wanaofanya hiyo mikutano ya amani wakiacha Kongo na wakongomani kufanya ya kwao, wakitoa miguu na mikono yao ndani ya Kongo, Kongo amani itapatikana. Ule aliyefariki, mbavu moja aliyefariki alifariki na tena akazaliwa, ndiye mimi ninayezungumza hapa. Alifariki na kisha tena akazaliwa, na hata mimi nitafariki na wengine wa mbavu moja watazaliwa. Ni yule yule mbavu moja wa zamani, ndio mimi hapa. Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutane TV. Matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo, ukiendelea kufuata matangazo yetu ambayo tunapatikana mashariki mwa nchi ya Kongo. Sisi ni Tukutane TV. Jina mimi Malembe wa Tiki TV ni mimi, na siku ya leo tumekuja kutembelea moja kati ya kambi ya kijeshi tuseme, au ya wamajimaji. Ni moja kati ya General Hamisi Mbavu Moya ambaye leo hii ana neno lake kuhusiana na siku hii ya kipekee ya uhuru wa nchi ya Kongo, ambako DRC inakwenda kuhitimisha miaka 95 ya uhuru wa nchi. Hivyo utakwenda kumsikiliza nini haswa neno lake muhimu zaidi sana ambalo anahitaji kupelekea wakongomani wote, hususan tarafani Fizi na hapa mjini Baraka. Karibu kumsikiliza. Mimi kwa majina naitwa Hamisi Mbavu Moya le Stratege. Mimi ni kiongozi wa mouvement ya UNLC ambaye nafunguliwa l'Union Nationale pour la Libération du Congo. Ndio, asubuhi ya leo kulikuwa na heka au tuseme na shamba na nyimbo za ushindi ambazo tumekwenda kupitika katika makazi yako. Hususa lengo ilikuwa ni nini? Asante sana. Lengo ya leo inajulikana ulimwenguni pote kwamba ni sikukuu ya uhuru wa Wakongo, na ndo kwa maana nimetoka porini nije leo nisherekeye na kuhuzunika. Kwangu sio sherehe, lakini pengine walio wengi wa Kongo wanadhani ni siku ya uhuru, bali kwetu hapa Kongo ni siku ya kutukua na uhuru. Uhuru ulitangazwa kwamba ni uhuru, lakini ni uhuru wa kunyimwa au wa kutokuwa uhuru. Ndiyo kiongozi, kulingana na uhuru ambao unakwenda kusema kwa siku ya leo katika nchi ya DRC, ambapo raia wote wanakwenda kufahamu kwamba leo ni hitimisho ya miaka au tuseme uhuru wa nchi, neno gani ambalo unaweza kuambia raia wote wa nchi ya Kongo, hususan tarafani Fizi, kulingana na uhuru wa Kongo? Siku ya leo napenda niambie Wakongo wote kwamba Wakongo tunahitaji tutafute uhuru wetu, kwa sababu hatujakuwa uhuru. Uhuru wetu haujapatikana, tulidanganywa uhuru wa huko, na inatakiwa tutafute uhuru wetu kwa kuupigania kiali na mali. Vita vinazidi kushamiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu ya Kusini na ile kaskazini. Ninyi kama wanajeshi aidha mashujaa wa vita, mnasimuliaje swala kama na hilo? Vita, sisi wanajeshi tunasema vita ni kawaida ya hii nchi, na ndo kwa maana tunaimba hatujawa uhuru, tunahitaji uhuru wetu, kwa sababu tunahitaji vita viishe. Kongo wazazi walizaliwa kwenye vita, na sisi tukazaliwa kwenye vita na tunazaa kwenye vita. Kupigana wa vita mashariki mwa Kongo na pengine pote pale ndani ya nchi ya Kongo ni vitu vya kawaida, kwa sababu ndivyo wanavyovihitaji wale mabepari wanaotusumbua. Kamanda, unasema kuwa vita ipo ndani ya nchi ya Kongo kwa sasa, hususan mashariki mwa nchi ya Kongo, na katika ujio wa gavana makamo ambaye aliwasili mjini Baraka siku za hapa nyuma, amefanya mkutano jana siku ya Jumapili tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu 2025, kusema kwamba Kongo vita vimeisha.
Kongo vita vimeisha, ikiwa ni baadhi pia ya ujumbe ambazo wamekuja nazo kutoka sehemu ambapo alipokuwa pale Uvira. Wewe unachukuliaje hili neno namna gani? Sio kila kujua ni kujua na sio kila jibu ya kweli. Anaweza kusema vita vimeisha, tunahitaji vita viisha, lakini vita vijaisha. Kwa sababu tunapigwa vita vingi, tunapigwa vita vya wavamizi kutoka nchi za nje, tunapigwa vita vya ukosefu wa barabara, ukosefu wa ajira, ukosefu wa moto, ukosefu wa maji, na magonjwa yanasumbua raia wetu. Vita kila siku, risasi kama jinsi anavyosema vinakwenda kuisha, havijaisha. Leo au kesho hatutasikia watu wameuawa kwa risasi kama vita vimekwisha. Kiongozi, raia wa jimbo la Kivu ya Kusini mpaka sasa wanaweza kutegemea nini kutoka kwenu, kwa sababu kuna baadhi ya miji mpaka sasa iko chini ya uangalizi wa waasi, na walipokuwa na matumaini ni kwamba kutakuwa na ukombozi wa siku hizi zijazo, lakini mpaka sasa hakuna chochote kinachoonyesha matumaini ya ukombozi wa miji hii. Ndio kwa maana mimi Mbavu Moja, kiongozi wa NLC, nimekuja leo kutembelea jeshi letu la hapa Baraka, na kuja kuambia jeshi na raia wote popote pale walipo, hata na FRDC wale ambao wanajua waliingilia kazi kwa ajili ya nchi, raia na mali zake na mipaka ya nchi, kwamba tuna vita vikali, vita vijaisha, na waye yote ajiandae kivita. Kiongozi, kuhusiana na mkataba uliokwenda kusainiwa wa amani Washington DC, unachukulia vipi nyinyi kama vile wa Majimaji kulingana na mkataba wa amani uliokwenda kusainiwa kati ya DRC na nchi ya Rwanda? Tangu mwaka 1930 Kongo ilianza kuteswa na Wabeleji, wazungu tofauti, mpaka leo Kongo inateseka. Vikao vya amani ambavyo walikwenda kuvifanya Marekani sio vya kwanza, vilishafanywa Marekani na kwingine kote, na Kongo haijawahi kupataka hiyo amani. Ni vikao vya amani kwa wale wanaopokea pesa zao, hawaoni vita. Watu wakikufa Kongo wakipata pesa kwao ni amani, na ndivyo hivyo vikao wanavyofanya vya amani, lakini kwetu sio amani. Kwetu ni zidi ya vita, ni ongezeko la vita. Na amani ya Kongo haitatoka pengine pote pale. Amani ya Kongo itatoka kwenye wakongomani wenyewe ndani ya nchi yao ya Kongo, ikiwa wale wanaofanya hiyo mikutano ya amani wakiacha Kongo na wakongomani kufanya ya kwao, wakitoa miguu na mikono yao ndani ya Kongo, Kongo amani itapatikana. Sio kwa vikaratasi wanavyoenda kuvisaini, ni vya pesa na kuiba mali zetu na watu wetu wafi. Government ya mkoa Kivu Kusini imeomba kwa wazalendo kuondoa jela ndogo ndogo ambazo zinapatikana tarafani Kivu na mji wa Baraka. Wewe nini mmefikiaje swala hilo? Kama mtoto amekosa kwenda shule, ni kosa ya mtoto au ni kosa ya baba asiyetaka kumpeleka mtoto shule na kumlipia pesa? Kosa ni ya baba. Kama kuna matatizo mengine yote ndani ya government au ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanzilishi wa kwanza wa kosa au vurugo ni serikali yenyewe, kwa sababu haijijui, haijichunguzi. Mfano kidogo nitawapatia ni Costa Mutamba, amewapa picha kidogo tu, ni siku hizi za usoni. Alifanya vibaya ili aanze kutafutiwa kuhukumiwa, au alifanya vizuri? Ukifanya mabaya hapa Kongo ndio vizuri, na ukifanya mazuri ndio mabaya. Sasa kiongozi wetu unatutetelea sisi wa raia ya Kongo, kupatana na sisi vita vinavyoendelea kwenu na serikali nayo napinga hivi vita hakuna. Unaweza kuambia raia nini na kuwapa raia matumaini? Nataka niambie raia wetu wa Kongo wawe makini, wasidanganywe na wale wenye kushiba. Wenyewe wana njaa na matatizo mengi sana. Wanadanganywa na hao. Hakuna siku alishawahi kuwaletea amani. Kuna mkongomani ambaye anapokeaga pesa tangu kuzaliwa mwaka 0 mpaka kufika 18 anapokea pesa za utoto. Au wale wazee ambao wameshafikisha miaka 60 wanapokea pesa za uzee. Haki ya raia kwa nchi yake Kongo haitumikagi na haijawahi kutumika. Tunataka yale mapasho ya serikali kwa raia itimilike. Raia wawe makini, raia wajifunze kutafuta uhuru kwa kujigombania wenyewe.
wasisikie maneno ya wale watafuta pesa ambao watakuja kuambia kwamba tuko huru, na wakati watu wanakufa kila siku, leo risasi, kesho risasi, haujawa huru. Tujitafutie uhuru raia. Wafungue macho, raia waone kwa mbele, wasikubali kudanganywa na viongozi ambao hawawajali. Akiwa kiongozi wa kuwajali wamsikilize, ambaye hawajali wasimsikilize. Tutajikomboa wenyewe. Tumesimama hapa kwa ajili ya raia, na raia watufate nyuma ili tuweze kuiokoa nchi. Viongozi, labda swali letu la mwisho, kulingana na jina ulikwenda kujitambulisha, kujisikia kuna jina Mbavu Moja aliwahi kujulikana kuwa kama shujaa ambaye alikwenda kutetea hili tarafa. Unataka kusema kwamba yule mzee mpaka sasa unatumika na jina lake, tuseme wengine wanasema esprit ndio unatumika nayo, au je? Tunahitaji ufafanuzi kuhusiana na hilo. Yule aliyefariki, Mbavu Moja aliyefariki, alifariki na tena akazaliwa, ndiye mimi ninayezungumza hapa. Alifariki na kisha tena akazaliwa, na hata mimi nitafariki na wengine wa Mbavu Moja watazaliwa. Ni yule yule Mbavu Moja wa zamani, ndiyo mimi hapa. Tunakushukuru kiongozi. Nisema kwamba tulipata uhuru. Uhuru ambao tulipewa ni uhuru wa uongo. Na kwa kuaminisha kwamba ni uhuru wa uongo, kuna askari mmoja wa Wabeleji alisema hivi: après l'indépendance est égale avant l'indépendance. Ikamaanisha kusema kwamba japo mumepata uhuru mutafanana na wakati mkingali na ukoloni. Na hiyo inaonekana waziwazi, hatujawa uhuru. Nchi yetu ya Kongo tuko kwenye vita vikali sana. Tunapigwa vita vya njaa, vita vya ukosefu wa maendeleo, vita vya ukosefu wa ajira, vita vya risasi, ukosefu wa barabara, ukosefu wa maji na magonjwa isiyokuwa na matibabu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Demokrasia ni kama ya uongo, haipo. Kwa sababu gani? Nitawapa mfano kidogo. Kuna waziri mmoja siku hizi ambaye anajulikana kwa jina la Costa Mutamba, alijaribu kuwa anafuatilia mambo gisi yanavyoharibika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakongomani wa nia mbaya ambao wanajulikana ni Wakongo, kumbi sio Wakongo, ni Wakongo ambao wametengenezwa kuwa Wakongomani, wamemundia njama mbaya. Na tango president na biso akotaka na pouvoir, ayebi secret wana, un multinational moto ya mbongo moko asomba tere ya Kamwena Sapu, oyo azalaka roi ya kutime ya bato bandeko na biso ya Kasai kuna. Me tere wana basombaka, apres kosomba babengana bato nyoso. Baada ya kufukuza bale batu bote, banye balita kukatala balibaua, bengine balibazika bazima bazima. Juu ya nini? Bachimbe diama yenyiko pale. Every day the world they are killing Congolese people for nothing. And then in this world there's no one who is talking about Congolese people. We are suffering for nothing. They are robbing our money. They are killing our people. There's no one in the world who's talking about the Congolese people. We are suffering. Our babies, our fathers, our mothers,
And as we are suffering in this world, we are suffering in our country without no one in the world who is coming and talking about Congo. And then when they say talking about Congo, they are laughing. And they are talking, these people, they are not thinking. They got many of gold, diamond, and so on in their country, but they got no mind. There's no problem. We know all the world they are killing us. Many countries, they are jealous to our country. The other people, they are saying that is the Republic of Democratic of Congo, but there is no democratic in DRC. That is some system to killing our people, to robbing our money. There's no one to talk about us. Who gonna say? No one. Ila tunataka kusema kwamba ipo siku Wakongo watajigomboa, na tuko kwenye harakati za Wakongo wajijue. Hata Italia, hata China, Ufaransa nao waliweza kuwa colonize na wakatia akili chini wakaweza kujiokoa. Kongo hatujakuwa uhuru. Kongo tunahitaji kufanya vita vya kuomba uhuru. Wakati tunapojiongoza kwenye serikali zetu, tujiongoze katika akili zetu, tusiongozwe na watu wengine. Nisiwe kama mimi ni rais ambao ananitolea oda ni Marekani, Uingereza, Belgium, na Italia pamoja na Ufaransa. Hatujawa huru. Wazungu wameondoka wakatuachia Watusi ili wao wanatutumikisha. Wakaunda watu wengine kutoka nchi za nje wakawa Wakongomani halisi, wakapewa madaraka. Iweni makini, viongozi wengi, sina uoga wa kuzungumuza, ambao wana vyeo ni wageni. I don't care. You can kill me today, tomorrow you too are you going to die. We were killing Lumumba, today there's others Lumumba. Waliua Laurent Desire Kabila, wa Laurent Desire Kabila wengine watazalika. Waliua Simon Kimbangu, wa Simon Kimbangu wengine watazalika. Akaondoka Lumumba bila kosa yoyote, lakini wamesha kuwa wengi, wamesha zaliwa. Nina imani kwamba Mungu yu pande wetu, na nguvu zetu ni raia wetu. Hatuna uoga wa Marekani, hatuna uoga wa Ufaransa, hatuogopi Wataliana, Wabeleji na Waingereza tuogopi. Wakija kwa risasi, tutawajibu kwa risasi. Risasi kiisha, tatumikisha ngumi, tatumikisha mawe, hata na mipanga. Sisi ni makomando wa NLC. Leo tunatangaza kutokuwa kwetu uhuru na kuhitaji uhuru. Tuko tayari kupambana na Marekani, tuko tayari kupambana na Ufaransa, Uingereza, Wataliana na Wabeleji, na wale rafiki zao wote wanaotumikisha kwa ajili ya kuja kutuharibia nchi, kuja kutuwia watu wetu. Tutapambana nao hadi mwisho, kwa sababu hata maandiko yanashuhudia hakuna jiwe lingine litakalo ikaa juu ya jiwe lingine. Wenye pesa zao waache kiburi, wenye bunduki zao kubwa waache kiburi, wenye teknolojia yao kubwa waache kiburi, wakizani kwamba wao ndo mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, mwenye aliumba nchi yake.
Israeli ilikuwa inadhani haiwezi kupigwa, Irani ilimgusa. Na hata Marekani ninawashuhudia kwamba tutaigusa. Kwa sababu ndo adui zetu wa kwanza, Marekani, Ufaransa, Uingereza, Belgium pamoja na Wataliana. Tutawagusa, tutawapiga na tutaikomboa nchi yetu. Sio sisi wa kwanza. Wa China waliteswa, leo hii wameshakuwa matajiri wakubwa. Inatupasa askari jeshi wetu wajue kitu gani tunachokifanya. Nina imani ya kwamba majeshi wetu wa UNLC ni majeshi ambao wana mafunzo ya kuweza kuilinda nchi, mipaka yake na raia wake. Tangu jeshi hili la UNLC lianze kazi, hakuna fasi waliweza kuweka mtamba wa kuomba raia wao pesa. Hawajawahi kukongoa, kwa sababu wanajua kwamba inatubidi tuwalinde raia wetu, tusiwanyanyase. Anayenyanyasa raia sio mwanajeshi na ajui kazi ya jeshi alichoifuata. Kama umeapa mbele ya nchi ukasema kwamba nimekubali kufia nchi yangu, kulinda mipaka ya nchi yangu, kulinda raia wangu na mali zao zote, haitakiwi muibe raia, haitakiwi ufunge kamba kwa ajili ya kuomba raia 500 au 1000. Anapokataa au anaposema ana, umpige kofi. Hiyo ni laana kubwa. Armée noire! Armée noire! Voilà. Mapinga ya UNLC, l'Union nationale pour la libération du Congo. Nous sommes sûrs et certains on doit libérer notre pays. Moi, en tant que commandant de cette force, nous sommes censés de donner à nos militaires toutes les formations possibles pour lutter contre les agresseurs. Nous sommes censés de donner nos militaires toute formation possible pour gagner la guerre contre tous nos ennemis dans ce monde de Satan. Aujourd'hui, on les appelle, nous dit que c'est le monde de Satan, parce que ce sont les satanistes qui dirigent cet univers. Si on fait des bonheurs, on te prend comme quelqu'un qui ne fait rien. Mais si on dit le malheur, voilà, tu es un bonhomme. Exemple typique, à notre ministre Costa Mutamba, il a bien fait pour leur pays, mais il est écroué. On a jugé bon de lui mettre dans les cachons parce qu'il a dit la vérité. Il a fait le suivi de notre richesse comme il faut. Mais pour les gens là qui s'infiltrent dans notre pays, soit en disant que ce sont des purs Congolais, ce ne sont pas sûrs et heureux de voir Kossa Mutamba de faire tout ce travail-là. Nous sommes censés nous concentrer le peuple congolais pour lutter contre les agresseurs. Nous sommes censés de faire la guerre contre tous nos ennemis, les pays d'hier et d'autres agresseurs qui sont situés dans notre pays. Hata kweni mzazi wangu, hata nijue kwamba ni baba ambaye ameingia
kwenye kundi la watu ambao wanataka waiharibu nchi yetu, tuko tayari kwa kupambana na huyo baba yetu au mama yetu. Awe nani ambaye atajiunga pamoja na adui kwa malengo ya kupenda kuja kutuharibia nchi yetu, tutapambana naye. L'Union nationale pour la libération du Congo, UNL sans sigle, hii arme noire yetu ya watu weusi iko tayari kufa kwa ajili ya watu wetu au kwa ajili ya nchi yetu. So na change elongi natali kaka peuple na biso souffrance za ebele ya kosakana te. Na mapinga ya Congo baozwa souffrance soki biso population totelemi tosibi manduki poko epole FRDC na biso basilikaka mingi po baza na ideologie ya bomoko ya mboka te. Oyo lelo bazo benga muzalendo to maimai soki asimbi munduki eza poko epole mboka na bapaya. Bapaya deja ba contrôler mboka na bestance ebele oyo basala kana mboka na biso. Me tosimbaka munduki po mboka na biso ezala mboka elengi ezonga na maboko ba pire congolais. FRDC oyo aza na makanisite azo simba biso neti benemi na ye. Soki bapesie mwa ndambo ya mbongo au mono oyo apesie mbongo nde asali eloko ya makasi. Mbongo elekaka mabele te. Message oyo na oloba na ba minute oyo na pesi yango na ba FRDC. Mbongo eleki mabele te. Maimai to muzalendo azande konayo. Soki asimbi monduki poko epole peuple, asimbeli manduki yonde mapinga ya mboka. Ozwa salaire te, ozwa souffrance. Yango wana mapinga oyo bazo benga maimai esimbi manduki po elengi ezala na mboka. Soda azwa salaire ya solo. Molakisi azwa salaire ya solo. Monganga azwa salaire ya solo. Tata mwana mama bali ya elengi ya mboka na bango. Tout devoir de citoyen envers leur état, citoyen azwa yango. Soki citoyen azwi yango te, mboka ezanano na libération te. Soki moto akei na kelasi babengani ye po na mbongo ya minervale, mboka ezanano epole te. Soki moto akei na lopitalo azangi mbongo ya kufuta na lopitalo, mboka ezanano epole te. Soki moto akoti na balabala alinga voyager, souffrance ya balabala ao koma esika koki tambola 2 journées ao tambola mbula mobimba. Yango wana tokoloba mboka ezanano epole te. Totelemi lelo lokola mapinga ya ekolo pona mboka na biso ebonga. Toleli balabala ekoma na mboka na biso, toleli kura ezala na mboka na biso, mai ezala na mboka na biso, kisi to ba hopito ezala na mboka na biso, ba travailleur bazwa salaire misala ekota na mboka na biso. Tosengi développement, tosengi la paix, bitumba esila ya bagresser oyo bazoko ya na mboka na biso poko bondisa biso. Yango wana FRDC bozala na makanisi ya konyokola kotala liboso pe kotala sima kotala bisika nini tozali. Maimai aza enemi na yo te. Soki osimbi maimai aza enemi na yo, ye pe akosimba yo oza enemi na ye.
mapinga ya Kongo soki yo kimi bitumba otiki mboka okomi mbala moko ennemi. Soda kufaka na bitumba, soda kimaka bitumba te. Tosengi bomoko ya mboka FARDC na ba oyo bazobenga lelo bazalendo na ba maimai. Biso banso tozala elongo po to epole mboka na biso. Bakonji oyo tobengaka ba autorité morale. Basalela mboka poko bongisa mboka. Basalela mboka poko zwa mbongo ya kokotisa na baproche na bango. Po na famille na bango te. Basalela mboka na ndenge ya elengi ya kobongisa mboka. Basalela mboka te na ndenge ya koiba mboka. Soki basaleli mboka na ndenge ya kuiba mboka, biso tokobenga na bango na mboka oyo bakozala elongo moko na bapaya ba oyo bazokota awa po kobebisa mboka na biso. Ozala maimai, ozala muzalendo, ozala FARDC, ozala nani. Soki oye na makanisi ya kobuka mboka oyo ya Kongo, batikela biso na bakoko baleka ba Simo Kimbangu, ba Emery Patrice Lumumba, ba Marechal Mbavu Moya. Biso tokobengana yo makanisi pe makasi tozana yango ya kosala tout moyen possible poko benga na yo na ekolo oyo ya ba Congolais. Arbe!